Je, kama ningekuambia kwamba nguvu yenye nguvu zaidi katika ulimwengu? Hakuna kitu. Si karibu chochote. Si karibu kabisa chochote. Ukamilifu kamili. Hakuna kitu. Na hata hivyo, fizikia ya kisasa imethibitisha kuwa huu utupu ni kila kitu. Nikwambie unachomaanisha. Tazama galaksi na sasa songa mbali zaidi. Utaona makundi makubwa ya galaksi yanayong'aa yakicheza kwa mwanga. Lakini kati ya makundi haya, kuna mapovu makubwa ya utupu, maeneo matupu ya anga. Haya huitwa supervoids. Haya si maeneo madogo matupu. Eneo la Bootes pekee linaenea zaidi ya miaka 1300 ya nuru. Ndani ya eneo hili hakuna kitu. Hakuna nyota. Hakuna galaksi. Hakuna kitu tunachoweza kugundua, hata nuru haiwezi kuingia. Na hapa ndipo wanasayansi wamegundua. Maeneo haya matupu yanapanuka. Yanayasukuma galaksi kuelekea mipaka yao kama viputo vya sabuni bafuni, vikiwa vitupu katikati, huku kila kitu kikikusanyika kwenye kingo. Utupu unakuwa, uhaba unavimba. Inawezekanaje uhaba kuvimba? Sasa jiulize, kwa nini sayari zinabadilisha njia zao ghafla? Kwa nini vimondo vinagonga visima ambavyo vingepaswa kuviepuka? Kwa nini setilaiti zetu zilizorushwa kwa uangalifu kwenye njia sahihi kupoteza zao njia, wakati anga tupu si tupu hata kidogo, inachemka kwa nishati? Vumbi la chembechembe pepe huonekana na kutoweka mara kwa mara, likijitokeza kutoka utupu, likirudi utupuni katika dansi isiyoisha ya milele. Nadharia ya uga wa quantum inatupa hesabu za nishati hii ya hali ya msingi. Hii ndiyo nishati ya kiwango cha sifuri. Nishati inayobaki hata wakati kila kitu kingine kimeondolewa. Hata katika kiwango cha sifuri kabisa cha joto, hali ya chini kabisa inayowezekana, uga bado unatetemeka. Utupu haujafa. Utupu ni hai. Sasa sikiliza kwa undani. Maelfu ya miaka iliyopita, Arindo Rishis ilifichua hili katika Shanti Mantra ya kwanza kabisa. Hii inaelezea mfumo wa msongamano usio na kikomo wa nishati. Kutoka kwake uumbaji usio na kikomo unaweza kujitokeza na chanzo kinabaki hakibadilika. Hii ndiyo nadharia ya uga wa quantum iliyoelezwa kwa Kisanskriti maelfu ya miaka kabla ya hisabati. Kulikuwepo ili kuthibitisha hilo dhana ya kale ya avyakta, ile isiyoonekana. Ni hasa utupu wa quantum. Si kitu. Ni hali ya msingi ya kila kitu. Ni uwanja ambao chembe zote, nguvu zote, vitu vyote, uhalisi wote hutoka. Huibuka daima. Hawakuliita tupu. Walikiita Purnam, kamili bila kikomo, yenye kujaa kila uwezekano ambao umewahi kuwepo au utakuwepo milele. Na hapa kuna maana ya ajabu zaidi ya yote haya. Ikiwa utupu wenyewe umejaa uwezo usio na kikomo, kisha nyakati katika maisha yako zinazohisi tupu zaidi, ukimya, kutokuwa na uhakika, kile kinachoonekana kama kutokuwa kitu kati ya sura, hizo si utupu wa kutokuwepo. Hizo ni sehemu za kuibuka. Ninachokufundisha si uhalisia wa chochote. Si kukata tamaa, wala hata matumaini. Uhalisia wake. Uhalisia, ulimwengu unatolewa daima. Hata utupu ina ujauzito wa uwezekano. Ulimwengu ulianza kutoka kwa hakuna kitu kabisa ambacho hakikuonekana, wakati na nafasi havikuwepo. Big Bang ilianza kutoka kwa kile ambacho hakikuonekana, ambacho sayansi ya kisasa huiita uhakika wa pekee. Hii ni mabadiliko ya utupu wa quantum. Kwa kweli, kutoka kwa kitu chochote kila kitu.